mnaenda kana kwamba mmefukuzwa. Let us go back where we have to be. Mungu hajafunga faili la vita. Faili la vita liko pale pale, tandika mwizi mpaka aelewe. Dhambi hatutendi, hatuibi cha mtu, hatuzulumu cha mtu, lakini mtu ambaye ameamua kwenda na shetani, akipita kwenye 18 zetu, shatua. Hii ni vita. Wana wa Israeli vita yao, pamoja na wale ambao walikuwa wanabeba sanduku, wanaenda wanaweka kwenye nyumba ya Dagoni, wanamkuta Dagoni kaanguka. Sawa? Hamjasoma hiyo? Vita yao ilikuwa ni kati ya miungu. Yaani vita iliyoko kati yetu na hao wapagani ni vita ya Mungu na shetani. Sasa hicho ndio kitu ambacho nyinyi mmepoteza concept. Mmepoteza concept. Shetani anainuka wafyeke, kaingia kwenye vyombo vyake, halafu nyinyi mnafyeka. Hii ni vita. Hii ni vita. Sasa hivi tunashangaa Mkristo anakaa mahali, wachawi wanajenga tu magorofa. Freemason wanaendelea kutembelea tu gari mpya. Mimi nimeamua, mimi Lugema nimeamua kumtafuta Mungu ambaye wachawi watakufa. Labda watubu, hawatubu watakufa. Nimeamua. So nimeamua nitamtafuta Mungu taratibu. Sina haraka. Wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, nafunga. Namtafuta Bwana, nafunga. Iko siku Mungu atasema sasa, leo ukisema moto shuka, unashuka. Mtasikia tu. Kwa nini? Ninachokiamini Ukristo ni mazoezi ya kufanya kilichoandikwa kiwe halisi. Ndio Ukristo. Ukristo sio kuja kanisani tu. Ukristo is a practical issue. Naye neno akafanyika mwili, nao wakauona ule utukufu. Ukristo ni kufanya kilichoko kwenye Biblia kiwe halisi hivi, kila mtu anakiona. Yesu alitembea juu ya maji ili ijulikane kwamba ana Mungu. Sio kujionyesha kwamba yeye ni Mungu, no. Ijulikane kwamba ana Mungu. Hivyo nafikiri ninaye mkasome kwa uhalisia. Ukifanikiwa kwenda Israeli, kafuatilia document zinazoonyesha temptation ambazo Yesu alipita, za walizokuwa na kusudia kumuua. Ni nyingi walikusudia kumuua. Lakini ni mpaka siku aliyosema sasa ninautoa uhai wangu, naweza mkaniua, naweza mkanikamata, ndio alifanikiwa. Before that, never. Leo tunahubiri ambao anahubiri akisikia tu anakaa kimya. Hamna kitu. Hamna kitu. Tunahubiri ambao wanafuta na bodyguard. Majambazi tu, wezi tu, hamna kitu. We have to pray and to search for God. Mpaka point ambayo uhitaji kulindwa na mtu. Uhitaji kulindwa na mtu. Unaweza ukadisappear kama Filipo. Leo hii wachawi ndio ambao wanaogopwa. Kuna mchawi huwezi ukamkamata wewe. Polisi uje kumkamata. Sana tu atakwambia mkaa hapo tuongee. Hivi unanijua? Hivi unanijua vizuri au unanisikia? Yaani kwa akili zako wewe na bosi aliyekutuma uje unikamate mimi. Chakumuisha tu naambia anaita kuku njoo, na kuku inakuja. Ikifika hapa ananiambia kuku kuwa mtoto, afu kaa kwenye kiti hicho. Inakuwa mtoto inakaa kwenye kiti. Ananiambia sasa
Kama unataka huyu kuku anavurudi, huyu mtu anavurudi kuwa kuku na uwe kuku, kaa hapa. It reach a point, there is a anger in me from heaven. Mungu anataka Wakristo halisi, Wakristo halisi ambao kikamatwa ni wewe umesema sawa, nikamateni kama Yesu, nikamateni, hatuendeni, nikamateni twende. Sasa Kristo anaolia. Ndio kile Yesu anasema, imani zenu ziko wapi? Wamelala kwenye boti, kwa upepo kanakuja, vuvuvu. Yesu anachota maji. Yesu, wewe umelala. Jamaa limelala na halina pressure. Yaani alikuwa anatamani au aseme niongezeni na blanketi, naona upepo umekuwa mkali. Give me some blanket more. Anaamka na hasira. Imani zenu ziko wapi? Ndio kitu ambacho Mungu mpaka leo analiambia kanisa. Imani yenu iko wapi? Imani yenu iko wapi? Kula tu ndio shida, kula. Ndio watu tunalishwa na uchai kwenye kula. Yaani mtu ni kula tu. Asubuhi nimekula, mchana nimekula, mwezi umeisha linakula, mwaka unaisha linakula, nikunenepa tu matumbo, hakuna mahali naenda, mfukoni hela hakuna, kula kwenyewe kwa shida, madeni kibao, tumbo limejaa madeni. Sikilizeni, tufike mahali hatuli lakini hela tunazo. That's what God Almighty want to see. Injili zinafunga zinaomba, zinafunga zinaomba. Mbingu linakuwa hapa duniani. Mzee Benson Idahosa, watu wanakuja kumkamata na bunduki. Kama hapa watu wanakuja na bunduki zao wanaingia. Wakiingia anaambia, nini vijana? Tumekuja kukamata. Sema sawa sawa. Mmetumwa kwa mna mpango kuniua. Haya subirieni hapa. Anaendelea kuhubiri. Mhubiri akimaliza, vijana kuja. Simama hapa. Hivyo unaelewa? Mtu hana bunduki anakuambia kijana kuja, simama hapa. Haya, sasa hivi na hesabu mpaka 3. Msipoweka hizo bunduki chini, wote mnakuwa vipofu. Na hamtaona tena. Wote wanaweka chini. Data hapa. Naweka naambia konda, ondoka. Wewe kuna walokole ambao ukiona mjambazi, umekuja kuchukua hela, ziko hapa. Imani yenu iko wapi? Hivi kweli tuna Mungu? Mungu ambaye aliumba jua linalojiongoza wala haliongozwi, mwezi unaojiongoza wala hauongozwi. Mungu ambaye ameumba majani ya kila namna. Kuna majani yanaweza kujitengenezea mwamvuli. Hamjaona? Ituiche pointi. Hebu mstadi Mungu liye naye wewe mwenyewe. Nenda tu kwenye majani. Kuna jani ukiligusa tap linaweza kujifunika lenyewe. Nani kaja? Wewe mzee, umetoka wapi? Linajifunika lenyewe, linatulia. Jani. Mungu ambaye katengeneza ndege anaweza akapapo juu akakaa masaa 3. Wewe ukiambiwa paa huendi. Unarudi hapo. Unaruka unaishia level ya Mmasai. Level ya Mmasai unaisha chini. Lakini katengeneza ndege inapatwa hapo juu. Inakula kona, inakula kona. Yaani unajua kuna vitu Mungu ametengeneza kwenye haya maisha. Ni shule tosha ya kukupa wewe ujasiri kwamba I say nina Mungu. Hakuna mtu akuniogopesha. Nina Mungu. Hivi mnaelewa? Wachawi kuna mtu yani mimi ninalogwa tu. Nalogwa tu Juzi wachawi wamekuja pale usiku. Sio wachawi wadogo. Ni timu. Kwa sababu level niliofikia kanimesha. Hii dimension ni kubwa. Hii sio vile vichawi vya vinavuruka kwa ungo. Hii na wale wachawi wanaojisapia. Atmosphere ikawa ngumu.
Usingizi mzito, yani unajua usingizi is like mwili unakamatwa lala. Na kama to lala. Mimi sinaga hata pressure. Sasa Yesu. Mimi kulala sitaki kulala. Na silali kwa sababu mchawi kataka nilale silali. Nikakaa hapo akanilazimisha kulala. Hivyo naelewa kulazimishwa. Nikiongea hivi watu wazalia utani eti. Unalazimishwa. Yaani unaweza kuwa uko macho hivi lakini unalazimishwa ulale. Muelewe. Unaishi usingizi ambao hivi unajua kuna usingizi. Unafanya macho hivi. Yuishi watu wengielewa. Usingizi kweli kweli. Nikakaa pale. Nikamwambia Bwana Yesu asante. Nikamwomba tu simple. Mimi ninachojua tu, hakuna mchawi anaweza kanibandua. Hamna. Niomba tu maombi simple afu nikasema na kwa kuwa nimechoka, hebu acha nilale. Ya watoto muelewe. Shetani waswa kwanza. Sasa. No. Yaani sometimes shetani. Kwa mfano mzee mmoja wa imani kipindi hicho kiwa bado ni jembe kweli. Mzee nani anaitwa Lazaro. Ukimsikia mzee Lazaro alikuwa ni Lazaro kweli. Sawa najua wachache hapa mnamfahamu Moses, miongoni mwa watu waliotikisa nchi hii, Moses Kulola na mzee Lazaro. Watu waliotikisa nchi kwa nguvu za Mungu. Sikoshe. Linakuja pepo limeingia ndani. Akafungua macho akaniambia umekuja Akajifunika shuka akamwambia kalala zake. Yaani sio kuwa na mashaka. Yaani shida ni nini? Sikiliza. Ngoja niwaambie kijana wangu Beatrice. Kama hutajipanga kuwa na stamina siku ya amani, sahau kuwa na stamina siku ya vita. Sahau. Siku vita imeinuka kwako, sahau kukusanya mafaili kwamba sasa ndio unaanza kujifunza kutumia AK nini 47 sijui anaita nini, sijui kutumia sijui nini yale maloketi ranger, ndio siku unajifunza. Umekufa sana, ile silaha itakuwa wewe mwenyewe. Vita tunajifunza na tunajenga msuli siku ya amani. Siku ya vita adui akija kwanza unalala tu kwanza. Umekuja unamwangalia afu unatulia kwanza. Unalala unaambia sasa subiria nilale masaa mawili afu nikiamka nikakukuta. Utajua unalala zako. Sawa Sasa siku ndio unaweza kujihami. Bwana Yesu kwa jina Yesu fire, buti, pecha, nini na kupiga. Wewe umeisha Meisha. Ndio maana siku moja Jumapili iliyopita kuna watu mliona nimekunja suruali. Hapa amgona kwa nini nimekunja suruali? Nikahubiri nimekunja suruali nikaondoka. Tangu kanisani nilihubiri nimekunja suruali. Watu wamkuelewa. Waliokuwepo kanisani walielewa. Ile ilikuwa ni alama ya vita. Usiku nimelala, kuna kiumbe kikaning'ata mguuni. Halisia kabisa. Yaani halisia, sio kiroho, kimwili kabisa. Nashtuka maumivu makali. Naangalia na papasa, naangalia wapi kang'ata, sioni. Kasema yule anayeng'ata ni nyoka. Na nikapita kwenye maandiko nikajua huyu anapigana na destiny. Anapigana na kibali changu. Kuna mahali anatakiwa niingie. Nikiingia nibarikiwe, nikitoka nibarikiwe. Anapigana na hatima yangu. Sasa cha kufanya ilikuwa ni saa 10, nikasema huu ni muda wangu wa kulalaga. Nikamwambia Bwana Yesu, mimi hata siombi, nashukuru kwa sababu shetani hawezi kunishinda. Nenda kulala. Hivi unaelewa Nikafika kitandani nikasema shetani, si unajua huwezi kunishinda. Sasa mimi nalala. Nikalala. Kaamka asubuhi nikakunja suruali. Nikasema sasa tuanze vita. Kakunja suruali. Kwa mimi natembea pale, I'm fighting spiritually. Sawa watoto. Ile ni ishara. Kiona watu walikuwa wanavaa magunia. Ni ishara. Ni lugha spiritually.
Ninyi ndio mnaigaga, unakuta mtu kakunja shati na unakunja shati. Unaiga. Ulevi umetoka wapi? Vina nini? Dunia hakuna kitu hakina maana. Ukiona mtu kaenda saluni kanyoa nywele anaweza kwako, na mimi zimekuwa, na mimi kanyoe. Ishi kwa kuiga. Maisha hatuigi watu. Unaishi kuna kipindi unakaa unasema sinyoi hizi nywele miezi 6. Na hii ni alama Mungu do something. Kila ukikaa ukigusa nywele, Mungu sinyoi hizi nywele, do something. Ni alama ya kukukumbusha. Unaelewa? Ni alama ya kukumbusha. Watu utakuta mbona na nywele ya ajabu. Nini sasa mzee? Mbona upendi nywele zako? Huishi kwa kufuata watu. Unajua unachofanya. Mhubiri mmoja ni mzuri anajitahidi lakini hajui vitu vya kiroho. Kuna bwana mmoja lina ndevu siku huko afu limeshuka rasta. Liko Kenya hapo. Ina hela, mhubiri ana hela. Kabarikiwa. Akiingia kwenye mkutano hakuna kilema ataondoka na ukilema wake. Lazima wote watembee. Lakini ndevu yake mzee anyolewa giko hapa imesukwa rasta. Ana yule Freemason anaweza kuwa na mandevu hapa. Wewe yeye atanatisha. Usiige maisha ya mtu. Kuna mtu kapewa alama yake. Anaijua yeye namna ameiweka lile agano na Mungu. Kuna mtu ana hela lakini kiatu chake ni kile kile na habadilishi. Kimesha toboka na amemwambia Mungu bila kufanya kitu fulani hiki kiatu ikisibadilishi. Ofisini anaingia nacho, wapi anaingia nacho, analipwa wapi anaingia nacho. Mpaka mnaanza kusema sasa huyu jamaa mbona anakera? Kiatu kimetoboka afu ana hela. Gari anayotembea nayo yenyewe milioni 150. Ila kiatu yake kimetoboka. Freemason. Sio Freemason. Dunia hii kuna vitu ni ishara. Ni ishara. Ndio maana mnaiga vya wachawi kwa sababu hamjui kutembea na vya kimungu. Wakanapiga picha na nyie. Dunia hii kuna vitu ni ishara. Watu wanavifanya ni kwa ajili ya ufalme wao. Is a connecting point or covenant sign. Ni alama za kimaagano. Wanaweza kuwa wamejiwekea na nani? Na Mungu. Wao, mnaelewa? Usiishi so loko, mnaishi lafulafu tu. Mtu amfanye kina yupo, na yupo. Wewe ishi, jijue mwenyewe kwanza, jijue. Ndio maana niwaambie, mpaka sasa hivi natafuta style yangu ya kuvaa ambayo itakuwa unique. Hiyo lugha nani aishasikia? Naongea leo ni kama mara 3 sasa. I'm searching for my unique wearing style. Bado naisearch. One day ndashangaa nimevaa ni mpaka nakufa na kuzikwa. Ni hiyo. Hakuna kubadilisha sijui suti ya blue, sijui wapi. Niitwe Ikulu, niende Washington, niende wapi, ni hiyo. Nafikiri kuwa na nguvu za Mungu ni kitu rahisi. Kuta mganga anatembea na nguo zake za kiganga mtaani. Wewe unazania mchezo Alafu wewe unaoishi kisharobalo unazania utamshinda. Kuna mtu analala kaburini miaka 7. Na ni msituni kaburini. Haogi ana miaka 6. Ana search for spiritual power. Alafu anaingia mtaani wao anasema kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Mdomo unashangaa uongee tena. Unaanza kugombana na Mungu. Sasa Mungu una nguvu. Kanuni ya nguvu za Mungu haiji hivyo mnavyofikiria. It needs a sacrifice. Watu wanazanaga eti jina la Yesu ndio lina nguvu. Jina la Yesu halina nguvu. Jina la Yesu ni ufunguo tu wa vitu vya mbinguni. The more utalitumia vizuri jina la Yesu utakuwa strong spiritually. Strong spiritually. Ninyi ndio mkitaka chakula mpaka mkaombeombe mlie, sometime wakati uende na kwa mtu, yani fulani, yani nina madeni. Yani nisaidie tu leo familia yangu na lunch yetu tunajua yani. Umeokoka, una Yesu. Unaenda kumpa mtu ugali.
Mna Mungu aliyekufa Yesu. Sio Mungu anaishi. Mungu aliyekufa. So unajua Yesu alikufa. Sawa eh? Kuna watu wana Mungu Yesu aliyekufa alafu akafufuka. Na kuna watu wana Yesu aliyekufaga pale ikaishiaga pale wao. Ndio Yesu wao. Kuna watu wana Yesu aliyelala kwenye boti hakuamkaga. Kuna watu wana Yesu aliyelala kwenye boti akaamshwa akaamka. Mtaona kwenye action. That is life. Viongozi wetu na watu wa mbwembwe wa vitengo mbalimbali vya serikali, nyewe mnaona, mkiona mnawaheshimu. Kuna mahali wanakutana kama mtu kamevaa nguo chafu lakini wanakapiga magoti. Kana miaka kajaoga lakini wanapiga magoti. Kanawawekea mkono. Kanawapa uganga, kanaambia nenda utashinda, na anakuja anashinda. Leo tuna wachungaji ambao hata akikubariki ukawe diwani huwezi kuwa diwani. Hata kuwekea mikono asubuhi mpaka jioni, kwa jina Yesu diwani, kwa jina Yesu diwani, kwa jina Yesu diwani, mpaka jioni. Ukienda kupiga kura hata mke wako upati. Unajua inafika nyie mnazania ni story. Huu ulimwengu hauongozwi na maneno. Huu ulimwengu unaongozwa na power. Power ndio inaongoza ulimwengu. Umeme wenyewe unaoona hii ni power, sio story. Ni power. Inayotupa mwanga hapa ni power. Whatever you see is power. Wewe mwenyewe unainua, unafungua hata mdomo wako ni kwa sababu uliweka jana ugali hapa. Ule ugali ukaingia ndio ukakupa power. Dunia inaongozwa na power, sio story. Wewe piga story usile. Kesho yake utashangaa tu fulani. Huu ni ulimwengu wa power, sio story. You have to make sure you collect power. Uone maisha utakayoishi. Sio maisha ya tukiwa matope. No. Sawa mnaelewa? Yeah. Kwa I wish baada ya miaka kadhaa nisikie giant wanainuka hapa. From nowhere unamsikia fulani. From nowhere unamsikia fulani. From nowhere unamsikia fulani. Kila mtu ana story yake ya kukaa msituni. Ngine nakwambia nilipokuwa chuo miaka 4 sikula ugali mchana wala chai asubuhi. Je, mkienda boom I say boom litoke bwana, njaa inatua I say. Boom litoke, njaa inaua. Funga, omba, tafuti Mungu, kesha milimani peke yako. Tafuta uso wa Bwana. Naelewa. I remember one day nilikuwa msituni kwenye mkesha wa mwaka mpya wa mwaka 2021. Ya, 21. Tarehe 1 ile. Nilikuwa msituni porini huko. Kuanzia saa 6, kwanza nilienda tarehe 28. 29, 30, 31. Ya, 31 ilikuwa ni siku ya 3. Piga maombi msituni, sehemu sijui. Nimetokezea tu huko, nimesema Mungu mimi naenda maombi, nikapanda gari. Naenda nini? Maombi. Nikapanda gari, nikafika mahali nikasema nishushe hapa, nikashuka. Nikaanza kutokomea porini. Sipajui. Mimi naenda maombi. Fika, nitafuta mahali kichaka nikatengeneza huko, nikaingia huko. Nena kwa lugha, siku ya kwanza ikapita. Nena kwa lugha siku ya pili. Usiku naomba mpaka miguu inakataa kutembea, unaendelea kuomba tu. Naomba tu. Ni watoto. Nguvu za Mungu hazipatikanagi kwa hivi mnavyozaniaga. Wachungaji wenu wanakuambia, baada ya upako njoo upokee upako, wanawadanganya. Upako upokelewaji kanisani. Upako unapokelewaga msituni. Na mtafuta Mungu mpaka Mungu anajiridhisha kwamba wewe unaweza kutembea na nguvu zake. So baada ya miaka, I tell you true, tutakuwa tuna watu hapa ambao hii nchi itakuwa inasikiliza maneno yao.
Nenda kaiulize Nigeria wakati wa Benson Idahosa anayemwambia. Alikuwa ni mtu ambaye mkitaka akipanga yeye mkutano, alafu na serikali mkapanga cha kwenu, inabidi serikali muandishe. Mnaelewa? Yaani akipanga cha kwake yeye na serikali mkapanga cha kwenu, inabidi serikali muailishe cha kwenu. Inawezekana hapa kwenu? Na msipoailisha cha kwenu, anachoambia naambia sawa, kwa kuwa mmemkatalia Mungu, ninaruhusu mvua inyeshe. Nyie mnazania utani. Ikifika asubuhi ya siku mnaanza hiyo programu yenu, mvua inaanza. Chan 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 chan, saa 6, chan chan, saa 7, tente, saa 8, saa 10, saa 12 inakata. Kesho yake tena. Imefika mahali serikali wanamuogopa. Akisema na programu yangu. Hizi huduma sasa hivi tunazosajili kwa kwenda mnalia, unaomba, unapita huku na kama masharti. Sometime unajua kuna kitu mimi sikikubali. Eti unasajili kanisa alafu serikali inakutengenezea katiba. Hivi unaelewa? Hamjaelewa bado. Yaani unasajili kanisa ambalo Mungu kakutuma. Kakupa mifumo ya Biblia, kanuni za Biblia, na itatembea hiyo huduma kibiblia. Alafu unaenda na katiba yako, mwanasheria anaiangalia anasema hapa umekosea, andika hivi. Hapa umekosea, andika hivi. Hivi mnaelewa? Ni kitu ambacho hakipo. I tell you true, ni kitu ambacho hakipo. Yeye alitakiwa angalie haijavunja sheria za nchi. Sawa haijavunja sheria za nchi. Akishaona haijavunja sheria za nchi basi anaipitisha. Sawa Sasa zamani zile watu walikuwa wasajili kwa mfumo huo. Mtu alikuwa anafanya vitu vya ajabu mpaka inabidi mumpe tu katiba yenyewe. Bwana leta katiba yako tunaipitisha tu. Nenda kaangalie Leonard Bonke alivyosajili huduma yake hapa Kenya. Alifika Kenya vitu vinaenda ovyo ovyo. Kupewa tu kibali cha kuhubiri ilimtesa. Kibali cha kuhubiri ilimtesa. Ghafla Mungu alifanya one advertisement moja. Serikali rais akamuita Ikulu. Alivyomwita akaagiza akasema ninaagiza kesho katiba wapewe wa cheti. Kwamba huduma yao imesajiliwa. Sasa hapo wanaangalia hata katiba. Wanaikagua saa ngapi? Kesho asubuhi mmeletewa cheti. Kuanzia leo na kuanzia leo fanyeni mkutano popote mnataka. That's a God we need. Huyo ndo Mungu ambaye tunamhitaji. Na by the way Mungu anataka tuwe hivyo. Sio shetani anajitambulisha tu kila mahali, anajitambulisha, tunamuogopa kila mahali, lakini watu wa Mungu nothing. Ndio maana viongozi wengi wanaohitaji msaada wa kiongozi wa kutawala hawaji kanisani. Kwani uongo? Fuatilia. Sijasikia wameenda msikitini. Hata wakienda msikitini ile kuzibaziba tu. Hata wakija kanisani kuzibaziba tu. Ukweli unabakia kuwa ukweli. Viongozi wengi wana uongozi lakini wameupata wapi? Kwa sangoma. Wamepata kwa nani? Kwa mganga. Profesa mmoja nimemtembelea pale Dar es Salaam. Inafika saa 1 anakunywa bia, amesikia kuna mchungaji hapo kanywa bia kwanza ili atibue akili zake. Maana akiharibu agano uchawi umekufa. Alivolewa akaanza kufikiza kule ndani kama dawa tu. Afa akaja anambia mchungaji, yaani usiona wasiwasi kabisa. Nikamwangalia, nikamwambia asante kwa kuwa tu ni kwako. Ingekuwa sio kwako, wewe ukukufia tu wewe. Na unajua kila mtu ana imani yake. Profesa imani yake ni uchawi. Profesa wa Judaism
jioni ikifika saa 1 lazima achome uganga. Lakini anaendaga kanisani pia. Ila Mungu kumsaidia ni yule wa uganga. Sio, mnaelewa? That's why we need true God. True God. Ukienda kwenye interview huhitaji kwanza kujitetea sana. Unaongea pointi. Mhubiri mmoja ambaye aliwahi kupata kazi kwenye sekta nyeti ambao huwezi kupata kazi rahisi. Jina lake liliingia kwenye interview bila ya kupeleka document. Yeye yuko busy, ni mtu wa kufunga masafa na ubiri injili kamaliza chuo. Yuko anafunga na ubiri injili vijijini huko. Ghafla bwana mmoja anamfahamu tu, anamfahamu. Kwanza hakuwa anamfahamu. Aliangalia tu kwenye orodha akawa anapiga simu. Interview nakumbuka ni kesho. Kumbuka interview ni kesho. Ghafla anashangaa simu yake inapigwa, anapokea. Wewe ndio unaitwa Romeo Osai? Ndio. Jina lako liko kwenye interview huko. Kesho unatakiwa kuja. Jina langu kwenye interview. Kesho yake akaenda akakuta pale wataalamu wapo, watu wamesoma, watu wanajua kujieleza. Yeye akaingia pale. Maswali aliyoulizwa ya ajabu, maana yameandaliwa na Mungu kwenye vichwa vya wasio na Mungu. Wote waliokuwa pale na mbombo zao za kusoma walishindwa kujibu. Yeye ana float. Mkiuliza Roho Mtakatifu anaita idea ana float. Pale akapitishwa. Njoo anze kazi. Mshahara wake wa mwezi mmoja anaweza kununua gari. Mshahara wake wa mwezi huo ananunua gari. Ndio maana naambia watoto tafuteni Mungu, na Biblia imesema heri anayetafuta hekima kuliko mali. Sasa hekima ni roho ya Mungu. Sawa maana yake ni mtafuteni Mungu kuliko mali. Soma, fanya mambo yako, lakini Mungu awe ni first priority. That's why kwenye maombi mimi nikikaga huwa namwambia Mungu kila siku nikikaa lazima nimwambie Mungu, I don't need money. I don't need fame. I don't need popularity. I don't need richness. I need you. I need you. That's my prayer point. Kila nikikaa kuomba, God, I need you. I don't need fame, popularity, money, riches. I need you. I need you than fish the way it needs water. I need you. Lazima hata wanaonisikiaga manyingi kanisani kwa naomba peke yangu watasikiaga hiyo kauli. Mungu na kuhitaji wewe kuliko samaki anavyohitaji maji. Kuliko wanadamu tunavyohitaji hewa. Nakuhitaji wewe. Nikimpata Mungu mzee, maisha ni simple. Yaani hela sio stress. Ni vitu tu vinakuja papa. Vitu vinajipanga, kila kitu kina flow, nini. Nilishawahi kuota ndoto yangu benki inaniita inaniuliza hizi hela umetoa wapi? One day they will call me. Account yangu ni ya CRDB. Iko siku na niliota CRDB wameniita. Ananiambia hizi hela umetoa wapi? One day they will call me and they will ask me hizi hela umetoa wapi? Na nilichojibu nilimwambia si unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Amjui kama Mungu ndio ana hela zote. I will answer them the same way. Mungu ndio mwenye hela hizi. Mimi sijui wala hakuna mwingine. Ninachojua mimi ni mhubiri. Watu wanatoa kwa ajili ya kazi ya Bwana na sina biashara. But wataniita siku moja waniulize hizi hela umetoa wapi? Kuna watu wazania there is day utasikia na testify hiyo kitu. Mimi ni mhubiri naye amini kununua ndege ila siamini kutumia ndege kwa starehe.